Juni 5. Alhamisi, mwaka wa 2025. Urithi wa milele. Warumi 16:25 hadi 27. Sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo, sawasawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake. Utukufu una yeye kwa Yesu Kristo milele na milele. Amen. Lazima uache urithi wa milele juu ya remnant. Zile baptism 7 ambazo zimeingia ndani ya nafsi, akili na DNA za remnant watabadilika na kuwa jukwaa lao. Zile safari 7 hubadilika na kuwa mnara wa mlinzi ambalo huwaokoa wengine kwa kuangaza nuru. Miongozo 7 inaongoza kwa antena ambayo inaokoa ulimwengu. Wewe remnant lazima ufurahie baptism, safari na miongozo kupitia maombi ya masaa 24. Moja, baptism kamili. Kuanzia hatua hii na kuendelea, miongozo inayoinua baptism kamili itadhihirika. Hizi ni pamoja na nguzo za mlima Kalvari ambazo ndani yake mliokolewa mlipoandikiwa adhabu ya milele, mlima wa Mizeituni ambamo ndani yake kazi za ufalme wa Mungu zinasimamishwa, na chumba cha juu cha Marko. Antiokia ambapo waliotawanyika walikusanyika pia inajulikana kama miongozo. Haijalishi unafanya nini, lazima kwanza upate nguvu za kiroho. Wakati milango imefungwa, hii ni fursa yako ya dhahabu, ni kwa sababu ni hatua ya kugeuka ambayo Mungu amekupa. Hatimaye unaweza kuona Roma. Kwa hivyo lazima utengeneze baptism kamili katika kila moja ya miongozo hii. 2. Kipaji, kufikisha umri, misheni, sherehe ya kutuma. Hili likifanyika, utaanza kuona vipaji vyako. Ni lazima uwafundishe remnant wengine, lazima kusoma vitabu pamoja na neno. Lazima pia ufanyie utafiti wa watu mashuhuri pamoja na Kristo na ibada ya sanamu pamoja na sikukuu 3. Lazima pia ufundishe kuhusu viumbe vya kiroho na maombi. Ni kutoka hapa ndipo talanta, utaalamu na utandawazi hudhihirika. Hii ni sherehe ya kuja kwa zama. Lazima ugundue talanta zako kabla ya kwenda chuo kikuu na uthibitishe utaalamu wako kabla ya kuhitimu. Wakati unapotoka kwenda kwa wafanyikazi, inachukuliwa kuwa sherehe yako ya uagizaji. 3. Zama wa wikendi wa siku 3, uponyaji, mkutano wa kilele, mtiririko. Lazima uwe mhusika mkuu wa zama wa wikendi ya siku 3. Ni lazima ufanye kazi za uponyaji siku ya Ijumaa. Ni kwa sababu kuna watu wengi sana kati ya makabila 5,000 yanayohitaji uponyaji. Ni lazima uwaalike watoto na kuwasaidia kufika kileleni siku ya Jumamosi. Lazima ufundishe mkondo wa neno, maombi na uinjilisti siku ya Jumapili. Katika siku zijazo, jaribu kuunda desturi inayozingatia injili ndani ya familia yako, ukitengeneza kitu kama gazeti la familia na wazazi wako. Tukio hili litakuwa kiti chako cha miguu mara tu unapoenda ulimwenguni. Ombi la agano hii: Mungu Baba, upate utukufu wote, uangaze nuru juu ya vichwa vya remnant na nguvu za giza zifungwe popote tuendako. Ufalme wako na uimarishwe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.